Je, umewahi kuota ndoto ile ile mara 3, 5 au hata kwa miezi kadhaa mfululizo? Labda unaota ukikimbizwa, labda unaota unapoteza simu yako, labda unaota nyumba unayoishi inaporomoka, au unaona eneo lile lile kila mara. Watu wengi husema ni uchovu wa akili, wengine husema ni matokeo ya mawazo ya kila siku. Lakini katika historia ya kale ya Mashariki ya Karibu na katika simulizi nyingi za Biblia, ndoto inayojirudia ilionekana kama ishara ambayo haipaswi kupuuzwa. Kwa nini ujumbe huo unarudi tena na tena? Kwa nini ndoto hiyo haitoweki? Je, kuna jambo ambalo hujajielewa? Au kuna hatua ambayo unatakiwa kuchukua lakini bado hujachukua? Leo nitakuonyesha kwa nini ndoto za kujirudia zimekuwa zikichukuliwa kama saireni ya kiroho na jinsi unavyoweza kuzichunguza kwa hekima, maombi na kujitafakari. Kaa nami mpaka mwisho, kwa sababu nitakufundisha mbinu ninayoita the anchor technique, ambayo watu wengi hutumia kuvunja mzunguko wa hofu unaosababishwa na ndoto zinazojirudia. Ndoto za kujirudia katika historia. Katika ustaarabu wa kale wa Ancient Near East, ndoto hazikuchukuliwa kama jambo la kawaida. Wafalme walikuwa na watafsiri wa ndoto, mataifa yalikuwa na washauri wa kiroho. Maamuzi makubwa yalifanywa baada ya kuchunguza ndoto. Moja ya mifano maarufu zaidi ni ile ya Farao katika kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Farao aliota ng'ombe 7 wanono na ng'ombe 7 waliokonda. Kisha akaota tena kuhusu masuke ya ngano. Kilichovutia si ndoto yenyewe pekee. Kilichovutia ni kwamba ujumbe ule ule ulijirudia katika picha tofauti. Yosefu alipotoa tafsiri, alisema jambo hilo limethibitishwa na Mungu na litatokea kwa haraka. Hapa tunaona kanuni muhimu sana. Wakati mwingine, kurudiwa kwa ujumbe huongeza uzito wa ujumbe huo. Ndiyo maana watu wa kale hawakupuuza ndoto zinazojirudia. Walijiuliza, kuna nini ambacho bado sijakielewa? Kuna nini ambacho kinahitaji umakini? Hebu tafakari. Gari lenye taa check engine. Taa hiyo haiwaki kwa sababu gari linakuchukia. Inawaka kwa sababu kuna jambo linalohitaji kuangaliwa. Ukifunika taa hiyo kwa karatasi, tatizo halijaisha. Ukipuuza kwa wiki moja, tatizo halijaondoka. Ndoto zinazojirudia mara nyingi zinafananishwa na hali hiyo. Kuna jambo ambalo akili yako, hisia zako au mtazamo wa kiroho, roho yako inaendelea kulileta mbele yako. Ndiyo maana ndoto hiyo inarudi. Si lazima iwe unabii. Si lazima iwe onyo.
lakini ni ishara kwamba kuna jambo ambalo bado halijapatiwa nafasi ya kutosha. Ndoto inasema, angalia hapa. Usikimbie sehemu hii. Chunguza eneo hili la maisha ya ndoto ya kukimbizwa. Moja ya ndoto zinazoripotiwa mara nyingi duniani ni ndoto ya kukimbizwa. Mtu anaota anakimbizwa na mtu asiyejulikana. Wakati mwingine anakimbizwa na mnyama. Wakati mwingine anakimbizwa na kivuli. Na wakati mwingine anakimbizwa na nyoka. Katika mafundisho mengi ya kiroho, ndoto hii mara nyingi huonekana kama ishara ya jambo unalolikwepa. Inaweza kuwa jukumu, inaweza kuwa wito, inaweza kuwa unakwepa uamuzi mgumu, inaweza kuwa unakwepa mazungumzo muhimu, na inaweza kuwa hata hofu ambayo hujakabiliana nayo. Jiulize, ni eneo gani la maisha yangu ninalolikimbia? Ni mazungumzo gani ninayohairisha kila mara? Ni hatua gani ninayoogopa kuchukua? Wakati mwingine adui mkubwa si anayekukimbiza kwenye ndoto. Wakati mwingine adui mkubwa ni hofu inayokuzuia kusonga mbele ukiwa macho. Ndoto nyingine inayojirudia sana ni kupoteza simu au kifaa cha thamani, kupoteza pochi, kupoteza pesa na kupoteza funguo. Katika baadhi ya tafsiri za kiroho, vitu hivi huonekana kana alama za mamlaka, utambulisho, mawasiliano au uwezo wa kufikia jambo fulani. Je, kuna eneo la maisha yako ambalo unahisi umepoteza udhibiti? Je, kuna mahusiano ambayo yameharibika? Je, kuna maamuzi yaliyokufanya uhisi umepoteza mwelekeo? Wakati mwingine ndoto hii si kuhusu simu, ni kuhusu kile ambacho simu inawakilisha, na simu inawakilisha sana sana mawasiliano. So wakati unapoona umepoteza kitu cha thamani katika maisha yako, jiulize na utafakari, je, maisha yako yanaendelea namna gani? Uhusiano wako unafanya aje? Ndiyo maana ni muhimu kuangalia maisha halisi badala ya kukimbilia hitimisho la haraka. Katika Biblia na katika tamaduni nyingi, nyumba mara nyingi huwakilisha maisha ya mtu, huwakilisha msingi, huwakilisha familia na huwakilisha imani. So utambulisho, nyumba huwakilisha utambulisho. Ndoto ya nyumba kupasuka, kuanguka au kuvunjika mara kwa mara imekuwa ikitafsiriwa na baadhi ya walimu wa kiroho kama ishara ya eneo la maisha linalohitaji ujenzi mpya. Sasa jiulize, je, ni misingi yangu iko imara? Je, kuna uhusiano unaohitaji kurekebishwa? Na je, maisha yangu ya kiroho yanahitaji kufufuliwa? Je, kuna mazoea ambayo yameanza kudhoofisha maisha yangu? Mara nyingi uharibifu katika ndoto huwa mwaliko wa kujenga upya. Sasa nataka nikufundishe hatua 4 za kufungua muundo
wa ndoto zinazojirudia. Hatua ya kwanza: andika ndoto yako chini. Usiache ikupite. Andika tarehe. Andika mahali ambapo ndoto hiyo inapofanyika. Yani inaitwanga the context, the background. Andika watu waliokuwemo ndani ya ndoto, especially kama ni watu ambao unawajua. Majina yao katika ulimwengu wa roho pia yana utafsiri kwa ajili ya maisha yako. Hatua ya pili: tafuta kinachojirudia. Je, ni mtu yule yule? Je, ni eneo lile lile? Je, ni hisia zile zile? Hatua ya tatu: unganisha na maisha halisi. Ni nini kinaendelea katika maisha yako wakati ndoto hiyo inaonekana? Hatua ya 4: omba hekima. Omba hekima. Usikimbilie hitimisho. Tafuta mwongozo wa Mungu. Tafakari. Soma neno. Chunguza kwa utulivu. Ayubu 33:14 inasema kwamba Mungu huzungumza kwa namna mbalimbali, lakini mwanadamu mara nyingi hatambui. Hii ndio sababu watu wengi wanaamini kwamba baadhi ya ndoto zinaweza kuwa sehemu ya njia ambazo Mungu hutumia kuvuta umakini wetu. Lakini kumbuka jambo muhimu: sio kila ndoto ni ujumbe wa kiroho, na sio kila ndoto ni unabii. Ndiyo maana tunahitaji hekima, maombi na utambuzi. Tusikimbilie hofu, tusikimbilie ushirikina, tukimbilie hekima. Hebu tuwe waaminifu. Wakati mwingine maisha hutuma ishara kabla ya matatizo kuonekana. Mahusiano hutuma ishara, afya hutuma ishara, fedha hutuma ishara, na wakati mwingine ndoto hutokea katika kipindi hicho hicho. Sasa tatizo moja kubwa na watu ni kutojua kutafsiri ishara wanazoziona katika maisha yao, katika mahusiano yao, katika economy na finances zao. Hiyo ndiyo inasababisha watu wengi kujipata kwenye matatizo yasiyoepukika. Ukiona kitu kinajirudia, usikipuuzie. Moja kwa moja kichunguze, kisome, kiombee, kijadili na watu wenye hekima, kwa sababu kile unachokipuuzia leo kinaweza kuwa somo unalorudia kesho. Sasa nataka nikushirikishe mbinu ninayoita the anchor technique. Kila unapopata ndoto inayojirudia, hatua ya kwanza, andika mara tu unapoamka. Hatua ya pili, soma andiko moja la kutia moyo kabla ya kulala. Na hatua ya tatu, omba kwa dakika chache ukimkabidhi Mungu hofu zako. Hatua ya 4, kataa kuishi kwa hofu. Hatua ya 5, fuatilia kama ndoto hiyo ina uhusiano wote na maisha yako ya kila siku. Mbinu hii hukusaidia kubaki kwenye ukweli badala ya kuongozwa na hofu.
Ndoto zinazojirudia zinaweza kuwa mwaliko wa kujitafakari. Zinaweza kuwa ishara kwamba kuna jambo ambalo akili yako haijamaliza. Kwa baadhi ya watu, zinaweza kuwa sehemu ya safari yao ya kiroho. Lakini jambo muhimu zaidi si kuogopa ndoto. Jambo muhimu zaidi ni kuelewa ujumbe wake, kujichunguza kwa uaminifu na kumtafuta Mungu kwa hekima. Usiishi ukikimbizwa na ndoto. Jifunze kuisoma. Jifunze kuichunguza. Jifunze kuiongoza kwa hekima. Sasa basi, ningependa uandike mzunguko kwenye comment kama uko tayari kuchunguza na kuvunja mzunguko wa ndoto zinazojirudia katika maisha yako. Na kama umekuwa ukiota ndoto ile ile kwa muda mrefu na ungependa mwongozo wa kiroho na maombi, wasiliana nami kwa simu au ujumbe. Nambari ya simu ni 0723508528. Usikae peke yako na maswali ambayo yamekuwa yakikusumbua usiku baada ya usiku. Safari ya kuelewa huanza kwa hatua moja tu ya kutafuta mwanga. Ningependa kuomba nawe. Sema: Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kila mtu aliyefuatilia mafundisho haya leo. Naomba kuwape hekima, ufahamu na utambuzi wa kutambua sauti yako katika maisha yao. Kama kuna hofu, wasiwasi au mkanganyiko unaowatesa kupitia ndoto zao, naomba uwajaze amani yako inayopita ufahamu wote. Bwana, wafunulie ukweli wako na uwaongoze katika njia ya haki. Linda akili zao, mioyo yao na usingizi wao. Wape pumziko, matumaini na ujasiri wa kukutegemea wewe katika kila jambo. Roho Mtakatifu, waongoze katika kweli yote na uwasaidie kutembea katika kusudi ulilowaandalia. Tunakataa hofu na tunapokea amani. Tunakataa mkanganyiko na tunapokea mwanga. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Mungu akubariki. Na kama uko pale, ningependa kukaribisha ukachukue nafasi hii ukampokee Bwana Yesu katika maisha yako. Rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Niko mbele zako leo. Nisamehe dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimeukubali Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia sasa na hata milele. Amen. Mungu akubariki na tuonane tena wiki ijayo mahali hapa hapa. God bless you and shalom.